Mpendwa mtazamaji, tuendelee na kitabu kile cha Yashari. Tuko sehemu ya 9 leo. Nafikiri sura ya 3. Sasa niendelee pale mbele. Na wakakusanyika wote 130 wafalme na wana wa wafalme, wakamfanya Henoko kuwa mfalme wao, na walikuwa chini ya mamlaka na amri yake. Na Henoko akawafunza hekima, maarifa na njia za Bwana. Akawafanyia amani katikati yao. Amani ilikuwa dunia yote wakati wa Henoko. Na Henoko akatawala wanadamu kwa muda wa miaka 243. Alitenda haki na utauwa kwa watu wote, aliongoza katika njia ya Mungu. Na hivi ndivyo vizazi vya Henoko: Metusela, Elisha, Elmeleki, watoto watatu, na dada zao walikuwa Melka na Nahama. Na Metusela akaishi miaka 87, akamzaa Lameki. Baada ya kumzaa Lameki Metusela, ni katika mwaka wa 56 wa maisha ya Lameki, Adamu akafa na miaka 930 umri wake wakati anakufa. Wanawe Henoko, Metusela wakamzika kwa maombolezo makuu na wafalme, maombolezo makuu ya kifalme. Maombolezo makuu ya kifalme katika pango ambalo Mungu alimwambia. Mahali pale wana wa watu walifanya maombolezo makuu kwa ajili ya kifo cha Adamu. Ilikuwa desturi ya wanadamu kufanya hivyo. Adamu alikufa kwa sababu alikula mti wa maarifa, yeye na watoto wake baada yake, kama Bwana alivyonena. Ulikuwa katika mwaka wa kifo cha Adamu, mwaka 243 ya utawala wa Henoko. Henoko akaamua kujitenga na wanadamu na kujificha mahali pasiri ili aweze kumtumikia Bwana kwanza. Na Henoko alifanya hivyo, japo hakujitenga kabisa na watu, bali alijitenga kwa siku 3, kisha akaonekana kwao kwa siku 1. Mungu akubariki wewe ambaye tunaendelea kuungana nami kufuatilia. Wewe ambaye hujafuatilia, kama hujaelewa, hebu rejea katika sehemu za nyuma tulipoanza sehemu ya kwanza ya kitabu cha Henoko. Tunapoendelea unaweza kupata mfululizo mzuri, itakusaidia sana. Utaona uzuri wa neno la Mungu jinsi ambavyo liko, kwa sababu yako mambo mengi yaliyosemwa, yako mambo mengi yaliyonenwa. Viko vitabu vingi ambavyo Yohana anasema laiti vyote vingewekwa ungekuwa havitoshi katika Biblia. Lakini kubwa ni kukumbushe kwamba huyu Yesu ambaye tunaendelea kusema habari zake atakuja, naye ataondoka na wale ambao wamemwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mungu akubariki sana. Tukutane wakati ujao. Amen.